Mheshimiwa, miongoni mwa mambo ambayo tukisikiza katika vyama vya siasa hasa wakizungumzia shida za wananchi ni swala la vyakula. Njaa imekuwa ikitajwa sana. Sija kusikia kuzungumzia kwenye swala hilo. Vyakula vipo ghali na wakati mwingine vyakula haviko manake venye afya. Sera yenu ikoje kwenye swala hili? Mimi nataka nikufahamishe kwamba swala la vyakula kwa ghali ni mimi na wewe, kwa sababu hatuna fedha. Lakini Zanzibar ukiwa na fedha utakula unachokitaka. Tumebarikiwa kuwa na neema ya bidhaa mbalimbali kutoka nchi mbalimbali za kwetu zipo na za Bataita zipo. Unaweza ukapili kilo 2000 kwa mchele ni ghali, sababu wewe na mimi hatuna. Ndio. Na ndio maana tunataka sasa kwenda kuwasomesha wataalamu. Upate wahandisi ya kuja kuondesha viwanda. Viwanda vitatoa ajira, viwanda vitatoa mapato kwa serikali yao. Serikali ya nchi yetu ikishakusanya haya yote yataonekana kwa rahisi. Kwa hiyo sisi hatujikiti katika chakula cha mtu mmoja mmoja. Tunajikita katika chombo ambacho kitaleta faida kwa nchi na watu wake. Hata ukitangagalie kwamba utaleta mchele wa kilo 100, nenda huko unakouzwa utapata poli kilo ya 500 mpaka hasara ya kusafirisha kutoka nchi yetu? Hapana. Unachotakiwa nini? Unachotakiwa ni kuwajenga wananchi wako katika kutenda kazi. Wananchi wote wajue wanapambana katika kufanya kazi. Ila mtu anayefanya kazi au anapata mshahara, malipo yake stahiki ya kutosha, basi huyo mchele hata kilo 500 hata una ghali. Sababu kuna watu wanakula mchele hapa na 500 na zaidi. Wala hao huwasikii kulalamika. Wale wanaokula vile vitu vya ughali huwasikii kulalamika sisi. Kwa sababu gani? Kazi za kufanya tukapata mafurupi ya kununulia ndio shida. Kwa sababu hatujajikita kwamba tutapunguza bei za michele, tutapunguza bei za nyunga. Unataka wewe utoke hapa uende ukamiliwe kilo 5 ya pishori Dubai kwa fedha yako na kwa raha, na kwenda kutembea unakuna kilo 5 ya pishori Lakini za Dubai. Lakini sera ya kilimo iko vipi? Kuna pengine kujenga viwanda hivi itachukua muda gani? Sera ya kilimo, swala la kilimo katika ilani yetu hii iko nafasi ya 3. Isiru namba 3 kinazungumzia masuala ya kilimo. Kwanza kabisa swala la kilimo kwa UPDK tumesema nataka Wazanzibari na Watanzania wote wafaidike na ardhi. Tukasema kwamba wale walioko Tanzania bara, serikali ya UPDP itatoa eka 5 kwa kila mwananchi wa Tanzania. Kwa kila mwananchi wa Tanzania itatoa ekari 5. Tanzania bara kuna eneo la kutosha la wananchi kupata hifadhi na eneo la kilimo. Lakini kwa Zanzibar tumesema tutarudia sera za Mzee Karume ambapo alitoa eka 3. Sisi wananchi wa Zanzibar kila mmoja atapata ekari 3 ya ardhi. Malengo yetu ni nini? Malengo ya kutoa ekari hizo zile 5 za Tanzania bara, angalau ekari 1 mtu akapata kwa ajili ya majenzi ya nyumba yake ya familia. Kuna watu wanateseka na makazi. Kwa hiyo ukimpatia ekari 5, ekari 1 itamsaidia kupata makazi. Ekari 4 atatengeneza kilimo. Anaweza kufanya hata kilimo cha mboga mboga. Kilimo cha mboga mboga utamfaidisha sana yeye na familia yake. Kupitia kilimo hicho ekari zake 4 atawasomesha watoto. Atapata huduma za afya na malengo yake mengine yatatimia. Zanzibar hali kadhalika. Ekari 3, ekari 1 atapata makazi katika ekari 3. Sababu sisi tunamhalalishia mtu moja kwa moja.